Mtoto wangu alirusha jiwe kwa kono lake la kulia, kwa bahati mbaya likampiga mwenyekiti wa kijiji kwenye komwe, akabamiza kichwa chake kwenye jiwe akazimia. Kijijini kwetu mtoto mdogo akifanya kosa, mtu mzima anapewa adhabu kwa niaba yake. Siku hiyo nilipelekwa mbele ya kamati ya nidhamu. Nilichapa viboko 1000. Wakaninyang'anya mtoto wangu wa kiume, wakampa yule mwenyekiti amlee. Familia ya mwenyekiti iliondoka na mtoto wangu, niwabembeleza wanirudishie, waligoma. Baba mkwe alipopata taarifa kuwa nimenyang'anywa mwanangu, alinipiga bonge la ngumi. Namchukua huyu mtoto naenda kumlea mwenyewe. Akaondoka na mtoto wangu wa kike. Siku hiyo nilipoteza watoto wangu wote wawili. Nilienda hospitali kutibu msongo wa mawazo. Miaka 20 ikapita, nikawa nafanya kazi ya kuishi kwa kokota makopo. Siku moja niligongwa na gari moja ya kifahari. Naomba nisamehe sana, siku nyingine nitakuwa makini. Mmiliki wa gari alijua nimejigongesha makusudi ili nilipwe fine. Alimtuma msaidizi wake anitukane. Gari iliponipita niligundua kwamba yule ni mtoto wangu wa kiume niliyenyang'anywa miaka 20 iliyopita. Hakujua kuwa mimi ni baba yake. Niliporudi nyumbani kwangu niliambiwa mwenyekiti wa kijiji anafanya sherehe kubwa jioni ya leo. Niliamua kwenda kumuona mwanangu. Nilipofika getini, mwenyekiti wa kijiji alinikamata akanitoa nje kabisa ya sherehe. Chukua pesa zangu zote nilizonazo, naomba nirudishie mwanangu. Alichukua zile cheki akanitupia usoni. Niliendelea kumbembeleza mwenyekiti. Mwanangu alisikia kelele akaja. Alimwambia msaidizi wake anifukuze kwa kuwa alikuwa anajua kwamba mimi ndo yule mzee ambaye nilijigongesha kwenye gari yake makusudi ili anilipe fine. Alinirushia lakini akaniambia nipotee, kuna mgeni muhimu sana anakuja. Nilipogundua kuwa anikumbuki, nikaamua kumuita jina lake la utotoni. Msaidizi wake alijua nataka kupata pesa zaidi, akanifuata, akaanza kunipiga mateke ya tumboni, piga kweli kweli. Ghafla msafara wa magari makali ukawa unapita. Kuna binti aliniangalia, akamwambia dereva asimamishe gari. Yule binti aliposhuka niligundua kwamba ni mwanangu wa kike aliyechukuliwa miaka 20 iliyopita. Leo hii anataka kuolewa na kaka yake bila kujua. Je, binti atafanya nini atapogundua kuwa mchumba wake ni kaka yake wa damu? Comment hapo chini kama unahitaji mwendelezo. Kabla hujaondoka, hapo chini kuna story inayohusiana na changamoto wanazokutana nazo watoto wa kike ambao ni wazaliwa wa kwanza kwenye familia zao. Pia hapo chini kuna story inayohusiana na maisha halisi ya asilimia kubwa ya single mothers. Pia hapo chini kuna story inayohusiana na bibi harusi aliyelala na rafiki wa karibu wa bwana harusi siku moja kabla ya harusi yao. Naomba like, subscribe, comment, share. Usipotaka usilike, usishare, usicomment, usubscribe. Simu ni yako, bado na kwako, usikupangie cha kufanya. Kama mwenye hasira za karibu, usiangalie shorts, focus kwenye movie ndefu ndefu ziko kibao hapo chini.